Serikali ya Israel inasisitiza kwamba hakuna nafasi ya kuweka mapatano ya kumaliza vita dhidi ya Hamas katika kipindi cha miaka mitano kama pendekezo lililotolewa na mataifa ya Kiarabu ambao ni pamoja na Egypt kwa maana ya Misri. Israel inasisitiza kwamba wakati huu wanahitaji kuona kundi la wapiganaji la Hamas likiondoka kabisa katika eneo la ukanda wa Gaza. Na mpango wa Israel ni kuona kwamba kundi hilo lisionekane tena katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, kwani ndio kundi pekee ambalo limekuwa likitishia uhai wa maisha ya watu katika taifa la Israel. Kulingana na maafisa wa Israel, wanasisitiza kuwa hakuna nafasi ya mapatano ya muda mrefu ya miaka mitano kama ambavyo imeelezwa na wapatanishi. Israel imekataa pendekezo hilo la kusitisha vita kwa miaka mitano, na Hamas ikidai kuwa mapatano ya muda mrefu yataruhusu kundi la Wapalestina kurudisha silaha na kujipanga upya. Na kulingana na ripoti za vyombo vya habari vingi vinawanukuu maafisa wa Israel, Misri na Qatar zimejaribu kupatanisha usitishaji vita huko Gaza. Israel ilivunja mapatano ya awali ya miezi miwili mwezi Machi kwa kuanzisha mashambulizi mapya kwenye eneo hilo. Makubaliano hayo mapya yameripotiwa kuwa ni pamoja na kuachiliwa kwa mateka wote waliosalia wa Israel wanaoshikiliwa huko Gaza ili kubadilishana na kusitisha mapigano kwa muda mrefu. Hamas inasemekana kukataa kuweka silaha chini kwa muda mrefu kama uvamizi wa Israel unaendelea. Hakuna nafasi kwamba tutakubaliana na kile Hamas wanachoeleza ambacho inaruhusu tu kujinua, kupona na kuendeleza vita vyake dhidi ya Israel, maafisa wanasema, kama ambavyo wamenukuliwa na gazeti la Times of Israel. Hata hivyo, wamesema kwamba katika nyakati ambazo kundi hilo litajipanga na kuja kufanya mashambulizi dhidi ya Wayahudi ni wakati wa kipindi hiki cha miaka mitano, na hivyo kundi hilo halitopata nafasi tena ya kupewa fursa ya kujipanga upya kwa ajili ya kuja kuleta madhara katika siku za mbeleni. Hata hivyo, Israel imetangaza mpango wake maalum ni kuhakikisha wanaondoa silaha katika kundi hilo, na wanahakikisha kwamba kundi hilo halijitanui kwa mara nyingine tena na wala haliwezi kufanya kazi tena katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Israel imetangaza kuwa lengo lake kuu ni kuwapokonya silaha na kuondolewa kabisa kwa Hamas. Mkataba wa kuanzishwa kwa Hamas unatoa wito wa kuangamizwa kwa Israel, lakini vuguvugu hilo limeashiria kwamba linaweza kukubaliana na mapatano ya muda mrefu ili kukomesha ukaliaji wa mabavu, ilibainisha Reuters. Mapema mwezi huu kundi la Wapalestina pia lilisema linataka mapatano ya amani ya kina na kwamba halitakubali makubaliano yoyote ya sehemu. Kujibu madai ya Israeli ya kukataa kukubali mapatano ya muda mrefu, kundi linalowakilisha familia za mateka limesema kwamba kwa mara nyingine tena chanzo kikuu cha kisiasa kinathibitisha kwamba serikali ya Israel haina mpango wa kuachiliwa kwa wale ambao bado wako utumwani huko Gaza. Mamlaka ya Israel imeripoti kuwa kati ya mateka 59 walioorodheshwa kuwa wamesalia katika eneo hilo ni 24 tu ambao wanadhaniwa kuwa wamenusurika kwa maana wako hai. Makumi ya wengine waliachiliwa hapo awali kupitia makubaliano ya kusitisha mapigano au mikataba tofauti. Vikosi vya Israel vimedhibiti zaidi ya nusu ya ukanda wa Gaza katika mashambulizi mapya kufuatia kusambaratika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano na kukwama kwa mazungumzo ya kutekwa nyara mwezi Machi. IDF imeanza tena mashambulizi ya anga kwenye eneo hilo ili kuongeza shinikizo kwa Hamas kuachilia mateka waliosalia, huku Hamas ikiendelea kuwashikilia mateka hao na kutokuwa tayari kwa ajili ya kutoachilia mateka hao hadi pale vita vitakavyositishwa. Mashambulizi yanaendelea katika eneo hilo yaliyochochewa na shambulio la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel, wakati wanamgambo hao waliua takribani watu zaidi ya 1200 na kuwachukua mateka watu 250. Tangu wakati huo zaidi ya Wapalestina 51,000 wameuawa wakati wa operation ya IDF kulingana na mamlaka ya afya ya Gaza. Hali ya kibinadamu inazidi kuzorota sana tangu mwezi Machi kutokana na kizuizi kilichowekwa na Israel na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula, vifaa vya matibabu na rasilimali nyingine muhimu. Endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kutufuatilia wakati wote.